Yafuatayo yanajiri kati ya saa 2 asubuhi na saa 3 asubuhi. Survivor Series. Bila shaka ikiwa ni saa 2 dakika 22 zinakatika na Vedo Maisha video zaidi ya Vedo Maisha asubuhi hukumu na Sakali, na kama ilivyo desturi tunasema kwamba tuko mbele pamoja. Na asubuhi ya leo Sakali, ndani ya Survivor Series tuko na mgeni wetu ambao bila shaka amekwisha fika ndani ya studio, na tutakuwa najua safari yake, mzaliwa wa pande gani, anaitwa nani na safari yake ni gani. Tuko na Binansi Milanoi ambaye bila shaka yupo tunaenda ndani ya studio, na ni mwanamke ambaye ni mjasiri, mwanamke ambaye ni mpambanaji kabisa, mwanamke ambaye kwamba si wa kukata tamaa, mwanamke ambaye anajituma kabisa, na yupo ndani ya studio asubuhi ya leo. Nancy Milanoi aweza kutuambia Survivor Series, aweza kutuambia safari yake ni gani, kwa sababu ni moja kati ya Wakenya ambao wamepambana sana na huu ugonjwa sugu wa saratani. Bila shaka Milanoi, karibu sana, and tunakusherehekea hapa tunakusherehekea hapa ndani ya Radio Maisha na vile vile kama standard, kwa sababu wewe ni shujaa. Kwanza habari ya asubuhi yani. Mzuri sana. Uko mzima? Nashukuru Maulana. Unajisikiaje? Usibabaike. Tulia, feel at home. Jisikia nyumbani kabisa. Sawa kabisa. Nashukuru Mungu kwa asubuhi njema na hata kwa kunifikisha hapa. Najua ni kwa neema ya Mungu. Umekuja leo asubuhi ama? Sisi wa Masai tukiambiwa kuja unakuja hata mbele ya wenyeji. Unanipata huko. So kwa majina ni Nancy Milanoi. Nancy Milanoi ni shujaa ambaye nimepewa hona na president. Wow. Ni shujaa wa nchi. Kongole bana. Mzaliwa wa Kajiado County kutoka jamii ya Wamasai. Wamasai unajua tunakuaga wajasiri, hata wanawake ni wajasiri. Vile unaraga morans, hata sisi wa mama pia tunajipa ile ujasiri pia. Hata changamoto zikija, unamwambia Mungu akuongoze na akupe ile courage. Kwa hivyo Kimasai, habari ya asubuhi mnasemaje kwa Kimasai? Enda soba. Ukiwa wengi, ukiwa mmoja soba. Soba. Yes. Alafu jibu ni? Ipo uling. Kwa hivyo enda soba? Ipa. Ipa ndo jibu la enda soba. But pia tunakuwa na salamu za wakubwa, wadogo. Ukitaka kusalimia kama mama utamwambia takwenya mama. Na takwenya mama. Iko ndio jibu sasa kuna salamu pia categories. Ulisema enda soba ndo kwa ujumla. Kwa ujumla. Yes. Ya mtu mmoja? Soba hukumu. Endo soba. Nasema hiva. Karibu sana katika studio zetu. Labda kwa sababu tunatamani sana kuweza kujua history yako, lakini labda tupatie background kidogo, nyumbani, you know, labda na familia. Yes. Kimukhtasari tu lakini. Nancy Milanoi ni mama. Na Milanoi ni widow. Okay. Nimetoka kwa familia ndogo ambaye mimi ndio first born wa babangu na mamangu. Nimelelewa kwa desturi za Kimasai. Na nafurahia pia kuwa Masai kwa sababu hapo ndio nilizaliwa. Nilo nasemaga mimi ni Mkenya na najivunia kuwa Mkenya. So najivunia kuwa kwa ile jamii. Kama msichana wa Kimasai nimegrow tu mdogo. Nimepitia changamoto mingi sana nikuwa mdogo. Through the culture. Though sikuja kuongelelea hayo leo, juu ni historia ndefu. Nikapata wakati ninalea pia watoto, nimepitia changamoto kutoka pia kwa Bwana. So vita ya mwisho sasa ambaye ndio niko sasa hivi ni ya saratani. Na namshukuru Mungu pia kwa sababu ya nafasi ya kuja hapa. Na hata kuniweka pale kwa sababu pengine kuna sababu ya Mungu. Nimekuwa miaka kadhaa nikiugua lakini nimemuona Mungu. Wow. Yes. Nancy, na ndio maana tulitangulia kwa kusema kwamba wewe ni mwanamke ambaye ni shujaa. Yes. Na hata utakuwa unatueleza zaidi ni kwamba ilikuwaje mpaka Mheshimiwa Rais William Ruto akaweza kukutunuku na tuzo. Hebu tuanzie hapa Nancy, ni wakati gani ambao ulikuja gundua kwamba unaugua ugonjwa wa saratani? Asante sana. Mimi ni mtu nafanya kazi na jamii. Napenda kusaidia sana. Passion yangu ni kuona yule mtu mwingine akisaidika. Na sipendi kuona mwenzangu akiwa na shida. Kwa hivyo mimi nimekuwa na saidia hata watoto yatima, wamama wajane. Kwa sababu hiyo safari nimeipitia. Kwa hivyo sipendi, niliona kama napitishwa kama darasa. Ndio niweze kuja kusaidia wenzangu.
So hata ninapokuwa naugua, hata saizi tunapoongea saizi, nina watoto hata wadogo ambao nilipokuwa mgonjwa, kuna last year nilisafiri kwenda nje India kutibiwa. Niliporudi mimi urescue wasichana. Through my challenge nikaonelea kwamba wakati nilikuja nikaweza pia kupitia yale yote na nikaishi vizuri. Mungu akanibariki, nikaja kuishi sasa kwa boma langu na nikaweza kukua sauti ya wenzangu. Nikawa sasa napigania wenzangu rights zao na kupitia hata Naanza kabla hujafika pale pa kupigania right za wenzako. Nadhani kwamba tuzungumzie safari yako kwanza. Ni katika maisha yako mpaka leo ni wakati gani ulikuja gundua kwamba unaugua ugonjwa wa saratani? Ulikuwa ni wakati gani? Which year it was that? Nilipo 2012 nilianza kusikia tundu kwa titi langu, lump ambayo ilikuwa ndogo sana. Kauvimbe hivi. Kauvimbe. So nilikuwa nikikimbia hospitali tofauti. Naenda kuangaliwa lakini natoroka. Okay. Siendei results. Ulikuwa unafanyiwa ile sasa nisiende kupata ya kwamba niko na saratani. Azin ulikuwa na hofu kwamba labda inaweza kuwa hiyo. Ndio, juu sasa unasikiza watu, pengine umesikia wenye wameugua ama kwa maredio tunasikia pia watu wakifanya awareness wenye wameshaugua. So nikienda kupimwa nitakimbia, unafanywa pap smear, nafanywa ile kuscreeniwa, but results itaendea kwa sababu sitaki kupatio report ya kwamba nina saratani. Juu nikipata report ya kwamba najua ni kukufa. Wakati ule sikuwa nimeona mtu ambaye amepona ama ameugua na akapona. So reports zinakuwa mingi, nikaendelea hivyo mpaka mwaka 2018 ndio nikaenda hospitali kuu ya Kenyatta. 6 years later. Mpaka wakati huo miaka 6 yote imekuwa ni michezo ya paka na panya. Unaenda unahepa. Okay. Yes. Natoroka. Okay. Naenda kimya tu mimi mwenyewe. So wakati sasa iliendelea kukua. Ikawa ile katundu kakawa bado kaendelea kukua mpaka titi kawa ngumu. Kwa sababu ni saratani. Ulikuwa na hisi uchungu kwenye titi labda? Sio sana. Ilikuwa ikienda sometimes symbols za mkono unaganda. Sasa kuna uvimbe ile kale kauvimbe kamekuwa kakubwa, ni mkono inagandamiza mkono. Sometimes unasikia kama uko na pneumonia, unasikia kuna zile mgongo, kuna vile unasikia tu hauko sawa. Naenda sometimes unasema ni pneumonia, unatibiwa, unapewa antibiotics. But sitamueleza daktari niko na shida nyingine, ndaenda ama chemist kununua madawa ya uchungu. Unajua hata pale nyumbani sisi kwa jamii tuna madaktari. Ukiona tuna ile mitishamba. Najaribu kutumia ile, justaki kwenda hospitali niambiwe niko na saratani. So ilipofika sasa imeanza kupasuka. Nikaanza kupata saundi, ile maa imejaa kwa titi sasa imeanza. Imepasuka sasa. Imepasuka. Ndio nikaenda hospitali kuu, nikatolewa zile tissue, nikaenda Dr. Plaza, nikapimwa, nikaenda pia inaitwa nini? MRI, hizo vipimo zote. Nikapitishwa zote. Sasa tena kwenda kuchukua report ilikuwa tena ni shida. Nikakaa hata miezi 3. But nilikuwa na share na dada zangu na marafiki wa karibu. Kuna wale walijitokeza wakaniambia sasa lazima twende Kenyatta. Tukachukua, hata najua ananisikiza mwenye alinipeleka. Ilikuwa shida. Anaitwa nani? Elizabeth. Ni my niece. Walinipeleka wakiwa na madam anaitwa pia rafiki yangu sana, Miriam. Tukaenda hospitali sasa wote wawili, lakini nawaambia mimi nikipata ndaenda kunigongwe na gari. Yani ile fear ilikuwa imejaa ndani yangu. But tulipoenda sasa tukachukua report, wakachukua. Nikaona wameninyang'anya na wakabeba. So nikaingia kwa kulikuwa na chemist hapo, nikawa niko kwa shock, nataka kwa nyang'anya ile barua, lakini naona wanakatalia. Sasa pale nikawa tu nimejijazia kuna report mbaya. Ndio maana wanakatalia. Wanakatalia. So tukaenda nyumbani, wakanikataza kwenda kwangu, nikaenda nikalala kwa Elizabeth. So wakati nilipoamka asubuhi nilikuta pastors wamejaa kwa nyumba. Nikajua sasa hapa kuna report na breakiwa hapa. So kabla waniambie nikajua tu pastor akasema tuombe.
nilitiwa mpaka Elizabeth aliita mama yake, juu mama yake ni sister in law yangu, dada ya mzee wangu ambaye ni marehemu. Ikawa sasa wanataka kunipea, wakaomba, pasta akaomba na Mungu akanipa ile ujasiri nikawasikiza. Kuanzia pale nilikubali tu, nikarudi kwangu, lakini nilikaa, ilinisumbua kwa muda. Kwa sababu hata pale hospitalini sikuwa ipata counseling ambaye ndio inahitajika, of course. Inahitajika counseling, inahitajika sana. Kwa sababu hata wakati nilikuwa naenda sasa kwanza ile kufuatilia sasa, kuna daktari akaniongelesha vibaya sana. Nilikuwa na nywele refu. Daktari alikuongelesha vibaya. Sasa anajaribu kuniambia vile hata nywele haniambii kwa njia nzuri. Nilikuwa na nywele refu sana, dreadlocks. Uko na dreadlocks, yes. Sasa na zile nywele zangu nilizipenda sana. So badala aniambie kwa njia sahihi. Yeah, naam. Ananiambia vile hata nywele nitainyoa, hii nywele hautabeba. Na my daughter hakuwa na habari, nilimuita ndio sasa ati ule daktari anisaidie kumuongelesha. But sasa hata tukua tumekaa sasa, ile report ya alikuwa na so nikarudi tu nyumbani, mimi mwenyewe nikaenda kuongelesha mtoto wangu. Nikawa at that point mtoto alikuwa na umri wa miaka mingapi? Msichana mkubwa jua alikuwa 25 years. Okay. So nikawa sasa nikasema sasa ni mpaka nijitie nguvu ndio watoto wangu pia isiwa break heart sana. Lakini pale nikibaki mwenyewe napatwa na sombwa na mawazo. Okay. Mimi ndio baba, kuna watoto wananitarajia ambao sasa wale mimi nimekuwa kama mama wao pia. Sasa ikawa ni mawazo inakuja usiku, naona the next minute ni kufa. Ikafika tena Kenyatta naitwa, nakataa kwenda. Okay. Ninakataa kwenda, sasa pia madaktari wakawa wengi, nakuta wengine wanakaya tumia madawa zetu za asili utapona. Watu wengi wamepona. Na nikatumia madawa asili, sana nikakataa kwenda hospitali. Kuna daktari alikuwa ananifuatilia, ananiambia arudi hospitali, hata tunataka kukata ile titi. Nakuwa mkali, anambia kateni matiti yenu, acheni na yangu. Sasa ile hata sitaki kusikia mambo ya hospitali tena. Nikaendelea ile safari sasa 2018 2019 ndio mimi na bado najitengenezea madawa zangu. Unakuwa unatumia dawa za kienyeji. Umekataa kwenda hospitali. Na tayari ushajua ripoti kwamba kuna saratani ya matiti. Madaktari wanakuita uende na wewe umekataa. Hata ndongea vibaya sana juu sasa nasikia kemo inaua. So sitaki kwenda kupatiwa kemo nisikufe. Okay. Na wakati huu wote pole kukatiza. Wakati huu wote watu ambao wanakuzunguka, your sisters, your family, you know, wanachukuliaje? Are they there to support you? Would you say you had a support system kwa wale watu ambao wanakuzunguka? Of course Karo na Elizabeth na yule mwingine ambao ulimtaja Miriam. Sasa support nilikuwa nayo ni encouragement tu, kuombewa. Okay. Juu sasa mimi mwenyewe nimekaa tu, hata wao walikuwa wananisupport kwa zile herbs. Juu mimi mwenyewe ndawaambia ni nzuri, natumia ni nzuri. So kitu kubwa sana ilikuwa ni maombi. Na kuombewa sana kwa makanisa, naombewa na lete after church tunakuja naombewa, so na zile herbs. So wakati naendelea tu kunywa ile herb, wound yangu bado inaendelea. Okay. Hakukuwa na mabadiliko. Hakukuwa na mabadiliko. Inaendelea kuwa mbaya. Bado inaendelea kuwa mbaya, na hospitali nilikataa kabisa. So niliendelea at point nikaja sasa nikawa ni kama ninasahau niko na ugonjwa, but natembea. Pole mama. Ninatembea tu na ujasiri, but najipa nguvu tu mimi mwenyewe. Ilifika mahali COVID tukaipita. Okay. Wakati wa COVID pia nilikuwa nimeruhusika hata kuwa na roadblocks, mimi napita na siendi na sina hata sivai zile barakoa nini na. Lakini nasema tu neema ya Mungu, kwa sababu watu wengi walipoteza maisha, na naambiwa vizuri kama kuna magonjwa mengine yako kwa mwili, immunity yako itaweza shika, unaweza patwa na COVID. Lakini sasa wewe kwa akili utaki kubali hiyo sehemu ya kuwa na ugonjwa. Kitu barakoa kwanza nikivaa inaniweka pimples kwa nini kwa uso, sehemu yenye imefunika. Nikaenda tu na Mungu akafanya nikatoboa. So ilifika tu bado unde yangu inaenda.
Ikawa sasa kidonda ni kubwa to an extent ina bleed. Kuna bleed kwa matiti. Yes, ilifika sasa unajua sasa imekulika. Ilikuwa ni titi moja lakini. Titi moja ya right. Yeah. So ilifika mahali sasa hata naweza lala nikilala. Unajua mtu kilala umejisahau. Nitailalia. Nakuta imebleed mpaka mattress imenyonya mpaka chini. Pole bwana. Naamka damu imejaa chini. Najipa na pesa nyingine mimi peke yangu juu watoto hawako niko tupe mwenyewe kwa bomu. Na mpaka hapo baada huko umepata ushawishi kwamba jamani hiki yangu mentally yani hospitali na unakataa hospitali kabisa. Nikisikia mambo ya kemo kwanza nisikie tu mtu amekufa na alikuwa hospitali ama nisikie mtu pengine wako kwao ni wako wela pesa iko na amekufa. Nasema hata mimi naenda kufanya nini kama huyu amekufa na kwao kuna pesa. Mimi mwenyewe sina hata pesa. So nikawa ina bleed lakini ikibleed nasikia asubuhi sina nguvu. Sometimes nakaa hata sioni. Mpaka ilipofika sasa nikaona sasa ni kubaya. Naanza kuwa mbaya. 2025. Lakini hata pale mbeleni mimi nilijiambiaga nitaenda India. Nilikataa kabisa. Sasa influence ya wale pengine wana ama vile watu wanakufa. Okay. So 2025 ndio sasa ukaamua sasa kukubali. Sasa nikaita community ni marafiki family nikafanyia fundraising. Mara ya kwanza ulisema ulipimwa ukapatikana ilikuwa 2018. So 7 years later ilikuwa bado chini. Ilikuwa second. Okay. Ilikuwa stage 2. So 7 years later 2025. Januari. Ndio nikasafiri. Mwaka jana. Yes. Actually it's last year. Yeah, last year nimekuwa India 8 months. Okay. Nikaenda sasa vipimo vikaanza upya nikapimo from hata ile vipimo za hapa hawakuhitaji. Nikapima nikaenda PET scan hizo vipimo zote wakatoa hata tissue bado wakaangalia. Kwenda daktari kuni break ile news. Ugonjwa iko stage 4+. Pole bwana. Imeingia kwa bones, imeingia kwa lungs na kwa hii titi nyingine. So at least wale wanilipa counseling. Nikakanseliwa nikaambia Nancy hapa nilikuwa najua naenda 1 month nirudi nyumbani. Ama pengine 2 months lakini kwangu sana ilikuwa ni 1 month. Nikaambiwa sasa daktari akaniita akaniambia sasa tunafaa kukupatia chemo juu ugonjwa imeenda sana. Na unapatio cycle 6 za chemo. Na utakaa hapa 7 months. Nilistuka kwanza kwa sababu nilianza kupeleka mawazo nyumbani pengine yale niliacha sijakamilisha. Pia niko na my daughter. Sasa nikajua hapa nikistuka mwenye hata caregiver wangu atafanya nini? Na tuko kwa sehemu ambayo tuko ugenini. Nilijipa nguvu na nikaeleza daktari nikamwambia hiyo ni report yako but kuna report ya Mungu na nitatulia vile mmeniambia niweze kutibiwa. So hawakusema juu sasa hata ile titi ilikuwa imekulika ambayo imebaki imekuwa ndogo. Hakuna ni kama ni kuisha inaelekea kuisha. But imekulika tu kwa sababu hakukuwa na matibabu yote. Wakasema sawa wataanza. Niliona daktari wa kwanza kama surgeon. So surgeon akatutuma kwa oncologist. So nikaambiwa nitaanza madawa ya chemo. Chemo iliniweza sana ambayo sasa lakini niliweza kushawishiwa na kuelezwa kwamba hizo process zote ndazipitia. Na pia wakaniambia tutaomba Mungu na itakuwa sawa. Tutamanage. So nikakubali. Sasa hapo ndio nilianza sasa kukubali niko mgonjwa na ni lazima nitibiwe na lazima pia nijipende. So na nikaelezwa kwamba saa chemo itafanya pia ukue weak na pia tunakupe high dose. Pia ugonjwa imeenda sana. Mungu akanisaidia nikakaa chemo ya kwanza ya pili kuna kati hata damu ilikuwa inaisha. Naambiwa niongezwe damu but nilikuwa pia mgonjwa mkatili. Nilikataa kuongezwa damu. Nikaambiwa nimpe supplements na hata akaniwezesha nikule zile vitu zinaweza rudisha damu haraka. So nilipo juu ukishaanza hata kutritiwa damu yako inapimwa ndio angalia kama bado ina sustain ile chemo. Kama utawezana nayo.
na vipimo vya moyo na zile organs zingine. So nilipigana na Mungu akaniwezesha na nikamaliza kemo. Wakati sasa nilikuwa nimalize kemo ndio wanifanyie surgery. Naye Mungu ni mkuu. Naambiaga watu tutende wema. Tutenda wema naye Mungu anasimama na wewe. Sikufanyia surgery. Hakuwa na radiation. Na ikawa daktari wangu akawa amefurahi na tukawa marafiki sana. Kaniambia sasa Nancy na kudischarge urudi nyumbani. Wameweza kusurprise cells. So nikaelezwa niende tu nikule vizuri na niendelee na clinic for 2 years. Pia kuna waliniweka pot chemo. Ambayo sasa nilipotufika nikaambiwa niwekwe pot chemo ambayo itaweza kuingiza dawa ndio ngozi yangu isidestroywe na zile mashindano ya mshipa. Unajua wakati unaeleza hii yote mimi nimefikiria kitu ambacho husumbua sana watu wengi ambao wanagundulika kuugua ugonjwa wa saratani na nazungumzia gharama ya matibabu. Kipindi cha umesema miezi mingapi kule? Nilikaa miezi 7. Miezi 7. Gharama ya matibabu hivi ilikuwaje? Nani alikuwa akishughulika? Kwa sababu umesema ulifanya fundraiser pale. Ulikusanya pesa za kutosha labda kukuweka kule kwa hicho kipindi chote ama what happened? Nakwambia ndugu yangu, safari ilikuwa ya Mungu. Na niliweka kwa akili yangu nikasema naenda India. Na nikamuomba Mungu na nilienda kwa fundraising yenye ilifanyika. Pesa yenye ilipatikana ilikuwa kidogo sana. Na nikapanda ndege na nikaenda ambayo zile vipimo pia ni gharama sana. Zilipofanyika zile vipimo ile pesa kidogo nilikuwa naye kaisha. Ya hoteli, lakini pale nyumbani niliacha familia na marafiki na jamii wakifanya nini? So walikuwa wakichanga na tumili imepatikana. Naye wa Kenya pia walinisaidia kwa sababu ilikuwa kwa social media. Ndio nakwambia ukitenda wema Mungu naye anapitia watu wake. Na hatukuona safari hata ile kujikubali. Juu mimi hata kule nilikuwa naenda nikiweka kemo na kasi 10 kama sasa imeniweza. Siku ya 10 natoka. Sometimes hata naenda mikutano za wamama huko. So ilinisaidia sana pia na kufanya marafiki huko, tukawa naenda naongea na wao. Sometimes hata nasahau niko mgonjwa. Lakini wakati sasa nimepewa kemo ilikuwa ikiniweza sana. So ikawa mchango hiyo kidogo kidogo, kukawa na WhatsApp group, mikutano ilikuwa kila siku online. Nilikuwa na jamii ambayo ilinipenda sana. Na marafiki. Mungu tu awabariki sana. Na wale hawakuwa wakilala tukiwa online meetings. Na pia Wakenya huko ni wengi. So tulikuwa tusaingia tuna cost share nyumba. Tunalipa kama ni nyumba ni 2 bedrooms, familia moja inaingia na sisi pia tuna cost share ile nini gharama. So niliweza kusaidika kwa hiyo njia. Pia viongozi wetu wa community walinisaidia. Bila shaka nadhani kwamba tunarudi Sakali. Bila shaka tuko na Nancy Milanoi ambaye ni shujaa kabisa ambaye amepambana na ugonjwa sugu wa saratani. Na Nancy, tukirudi tutakwambia kwamba sasa labda daktari wanakuambia nini, kwamba safari yako umesafiri mpaka umefika wapi. Bila shaka hakika ni 8 kabla kufika 3 kamili na bakia kwa Radio Maisha, radio zaidi ya Radio Maisha asubuhi. Tupo ndani ya Survivor Series asubuhi ya leo. Tunazungumza na mwanamke ambaye ni shujaa, mwanamke ambaye ni mpambanaji kabisa, Nancy Milanoi ambaye yupo ndani ya studio. Amepambana na ugonjwa sugu wa saratani na safari anasema kwamba haikuwa rahisi, lakini kutokana na kushikwa mkono na jamii, kutokana na maombi na yeye mwenyewe kuamini kabisa kwamba mbele zake Mwenyezi Mungu hakuna kitu ambacho kwamba kiwezekani. Leo tunazungumza akiwa anatoa ushuhuda wake. Nancy, kabla tujachukua mapumziko, kuna maelezo ambayo tulikuwa tuambia na labda tuambie kwamba sasa hivi matibabu yako yamefikia wapi? Safari yako na ugonjwa huu umefikia wapi? Asante sana huku. Safari maisha ikui tena kama awali. Maisha ubadilika sana. Na bado naendelea na clinics zangu kwa sababu ndio pia uweze kuwa free na chukua muda. Na mahali nimefika imegharimu pia mkono wa Mungu, acha niseme hivyo, kwa sababu hata neema nilio nayo ni kubwa sana. Juu hata tangu nirudi sijaiketi chini, nilikuja nikaendelea na kazi yangu. Na kuwasaidia bado unakuta bado hata wenye wako na nguvu kuniliko bado wanakuja kusaidizi kwangu. Ambaye ni Mungu aliniweka pale. So sijaikaa kujihurumia. Na kuja kuangalia ati bado mimi ni mnyonge ama sasa nijihurumie kwamba
nimepitia haya, nikajipa ile strength ya kuweza kutoka na nikaeka kama ni past. Lakini matibabu yanaendelea. Clinic nilipotoka kule ikawa ni ya miaka 2. Ambayo safari pia financial si rahisi. Naam. Though serikali imesaidia, SHA inafanya kwa watu wa kansa, at least naweza sema kama ushahidi wangu. Okay. Lakini kuna wakati kuna ile limit. Kuna mahali sasa inafika mahali unakwama. Kwa sababu imekuwa exhausted na umeshaitumia. So si safari rahisi. Bado safari inaendelea. Na unajua pia hata kukula ni gharama kwa mtu mgonjwa. Kwa sababu sometimes hata ukuli ile chakula watu wengine wanakula, wengi wako kwa diet. So ni safari. Okay. Ni safari. Tueleza kidogo kuhusiana na hii tuzo ambayo Rais William Ruto aliweza kukupatia. Umeipata lini na ilitokana na nini hasa? Nilipata honors hiyo tuzo ya president 2022. Okay. Nilikuwa tu mgonjwa lakini hakuna mtu angejua. Okay. Niliweza ni sherehe yake ya kwanza. Aliweza kunitawaza kama shujaa. Okay. Kwa ile kazi ninayofanya ya humanity. Ya kusaidia wenzangu ambaye niliweza kunominatiwa na county commissioner through his office na community. Okay. Nikaweza kutawazwa kama shujaa. Yes. Na kazi hiyo bado unaifanya sasa hivi? Naifanya. Kwanza nilipoenda sasa India, watoto wangu walitakewa advantage, wale nimerescue. Watoto kuanzia miaka 14, miaka 13. Kama niliporudi nikapata ni wajawazito. Kuna wale walikuwa wamefanywa defilement. Pole. Na niliripoti lakini hatukuweza kushika washukiwa kwa sababu ni watu walikuwa wameajiriwa kwa kazi za mashamba. Saizi niko nao wajukuu kwa nyumba, ninawaangalia na mama zao kwa sababu ndoto yangu ni kuona kuwa watu kwa community ambao watu wamefaidika na masomo ambayo mimi sikufaidika nayo, lakini singetaka mtoto apitie yale mimi niliyowapitia. So ninakaa na wao, watoto tunaangalia nyumbani na wao wanaenda shule, juu bado ni watoto. So ni watoto na watoto. Na binafsi labda unapata nguvu kiasi gani ama ni kitu gani ambacho kinakuchochea kwamba wewe bado uko katika safari ya kupambana na ugonjwa huu na bado uko na moyo wa kuweza kusaidia na watu wengine? Unajua kuna mtu akijikuta katika hali ulikojikuta ni kwamba anajifungia, sasa anafikiria yeye mwenyewe. Lakini jamani, mimi ndio nahitaji hata kusaidiwa. Na hata yeye anasema kwamba yeye anahitaji kusaidiwa. Lakini wewe bado unaendelea na safari hii, lakini pia unawashika watu wengine mkono. Ni ukweli kabisa. Mtu akisha diagnoziwa apatikane ako na saratani, yule mtu anaanza kujitenga, kukaa kando na kujihurumia uko mgonjwa. Ilifika mahali mimi nikaweza kuji-encourage mimi mwenyewe, kujiongelesha mimi mwenyewe ya kwamba sio mwisho ya saratani, sio mwisho ama sio kifo. Kuna wakati ilikuwa inanionyesha kwamba mawazo yangu ilikuwa inanionyesha kwamba pengine ni kukufa, tunaelekea kufa, but nilimuomba Mungu nikaweza kuondokea yale mawazo. Juu watu wengi wanapatwa na ile traumatized, wanajiondoa kwa society, wanajiona sasa nimekuwa mtu tofauti. So Kenya tunaweza ambia mtu pengine yule ako pale anajihurumia, wacha kujihurumia. Juu hata stress inakujaga wakati umejitenga, unaanza sasa kukaa peke yako, unakosa kufanya hata kazi. Dakika ya mwisho mtu anapata hata na depression. Okay. So Yes. yangu mimi mwenyewe niliheal akili yangu. Mental nikaiponya kwanza. Okay. Nikaanza kujiona mimi ni yule Nancy tu Milano, yule tu wa kwanza. Hakuna kitu imebadilika zaidi, ni vile tu ugonjwa imekuja kama ugonjwa mwingine yote. Okay. Juu hata nilipokuwa pale India nilikutana na wamama wengi sana wagonjwa. So kule wanasemaga saratani ni kama tu malaria, ni kama ugonjwa ule mwingine. Juu unaweza umwa hata na kichwa na ukufe. So kifo ya Mungu ni Mungu anajuaga. Mtu aondoe kwanza hiyo mawazo ya saratani ya kwamba mimi mwenyewe ndio ni kama mimi kwa familia yetu hakuna cases za kansa. Ni mimi tu. Okay. So mimi najionaga mimi ndio shujaa, mimi ndio Mungu amechagua. Ndio niweze kuencourage
encourage mtu pengine atakuja kupata na hii shida. And talking about yes, waone uponyaji. Talking about to encourage, wakati tunaelekea kumaliza, in 30 seconds, kuna mtu ambaye yuko katika situation ambayo ulikuwa ndani kuanzia hiyo period yote hiyo, labda anataka kwenda, anaenda na pimo, anarudi nyumbani, bado ana sita na wasiwasi. Unaweza kumwambia vipi? Awe ni wa kiume ama mwanamke ama mwanaume ambaye yupo katika hali kama ambayo wewe ulikuwa ndani, ya kukataa kabisa kwenda hata kupokea matokeo kwa mfano. Unaweza kumwambia vipi? Kenya ningeeleza ndugu zangu na dada zangu, ukiona umeanza kuumwa, enda tupimwa mapema. Kwa sababu hata mimi ningepimwa mapema ile stage 2 singefika mahali hata nilifika, nikaweza hata ile wundi ikakuwa kubwa. Ukishapatikana mapema utatibiwa. Ni watu, nimekuja kujua watu wengi kwa hii jani wamepona kitambo, hata wengine ugonjeka na hata hawatajulikana kwamba wamegonjeka. But yangu ilienda to an extent lazima ingejulikana. Ni watu wengi saizi wagonjwa, lakini ameenda mapema na amepimwa na hata utajua maisha yake inaendelea. Kwa hivyo Kenya ningeweza encourage watu waende mapema hospitali. Na vile mawazo yangu ilikuwa inanipeleka ati kemo ni ukienda kemo utakufa. Ukienda mapema utasaidika na utapona. Kama mimi mwenyewe nilienda ikuwa stage 4. Na saizi ndio huyu mimi napeana ushuhuda. Hata wewe mwenye unahisi ya kwamba pengine uko na shida, enda upimwe mapema. Okay. Safari ambayo umepitia ukipambana na ugonjwa wa saratani, labda imekupa mtazamo gani kuhusu maisha kwa jumla? Mtazamo ambao ujua ama kuupitia, kuna wakati dunia geuka inakuwa kama hauko kwa hiyo dunia. Lakini hakuna lililo ambalo haliwezekani. Na kuuliza hivi kwa sababu kuna watu watakuambia kwamba mimi wakati huo marafiki walinitoka, kuna wanajamii ambao walininyanyapa kwa sababu labda walinitenga. Wewe kwako kwa jumla safari imekuaje? Langu ni kuona uko nje, sometimes unajipata mahali unahurumiwa, unakaa unahurumiwa, ambayo hiyo huwa mtu sometimes inakufanya unashushwa, unahisi kwamba umeshushwa sana. Unaona kama kweli ni kama mimi sasa siko kati ya, sasa siko pahali nilikuwa, ni kama nimekuwa mtu tofauti. Ni kama ninaweka sasa tena kando, venye unahurumiaga kiwete. Sorry to say kiwete, jua tutumie hiyo jina, mtu mlemavu wa mguu. Unaona kama unaonekana mlemavu, ni kama sasa ni kama ujiwezi. But niliweza mimi mwenyewe kujiondoa kwa hiyo kiatu ya kuhurumiwa. So hata wakati tunakutana na mtu aniambia pole kwa kuwa mgonjwa, nimwambia mimi si mgonjwa. Pengine wewe ndio uligonjeka, mimi sijui. Wewe ni shujaa. Mimi mwenyewe si mgonjwa. Mambo ya ugonjwa sasa hiyo ndio nimekataa kabisa. Kujitoa pale. Though si rahisi kwa sababu pengine mtu aliniona kwa mitandao, hata mtu anijui. Juu story yangu ilikuwa kwa mitandao sana. So unakuta mtu anakukumbusha, sio ninakujua kwa hivi, lakini anakukumbusha na huo ugonjwa. So ambayo ningeweza kuambia wenzetu, ndugu zetu, sometimes hiyo inashusha mtu na hata unakumbuka mahali umetoka. So ukiweza kutana na mtu pengine amepitia shida, mfanye tu ndugu yako yule ulikuwa unamjua hata pale awali. Usijaribu kumkumbusha kupeleka mawazo yake mahali ameshatoka, kwa sababu yeye mwenyewe anajaribu bado kutoka. So hiyo saa nyingine inatushusha sana. Swali lake bado, lakini nataka kulibadilisha kidogo. Unadhani kwamba jamii ya sasa imepatiwa uhamasisho wa kutosha na serikali na washikadau mbalimbali kuhusiana na ugonjwa wa saratani? Na kuuliza hili kwa sababu najua pale mwanzoni wakati ulikuwa na hepa, of course kulikuwa bado kuna stigma nyingi, kulikuwa na mitazamo ambayo ni negative nyingi sana. Do you think the situation has improved kiasi kwamba sasa hivi na of course mashujaa kama nyinyi pia mpo, unadhani kwamba mmesaidia pia kwa kiwango gani kuweza kubadilisha ule mtazamo ambao ulikuwepo kuhusu ugonjwa wa saratani? Kwa kweli kuna vile kuna wale wanaweza sema wao hawajasaidika, lakini kwangu mimi mwenyewe nimeona usaidizi kupitia hata ile njia ya SHA. Though ningeweza kwa niaba ya wenzangu kuomba hata serikali na rais wetu aweze hata bado kuboost
Saratani ni ugonjwa ambao unagandamiza, unamaliza hata mtu kabisa, hata kama mtu alikuwa na mali. Unakuta hata property zake zimeuzwa kwa sababu ya ule ugonjwa. Unakufanya unakuwa maskini. Unakuwa maskini. Kama hauna society ama community kwa surrounding, ama wale hawana hata pengine hakuna mtu wao anaangalia. Sometimes ile SHA inakulipia ndio, lakini ukirudi pale nyumbani unakunywa zile dawa, hakuna hata chakula. Kuna wakati kitambo nilikuwa naona kama pengine maugonjwa ya TB, mtu anaenda clinic na anapewa chakula. Juu kuna ule mtu anaenda anarudi nyumbani na amepewa zile dawa, lakini hana chakula. Hana chakula ukweli. Immunity yake itabustiwa na nini? Kama hata wangejitahidi wawape hata uji. Chakula mtu anabeba pengine kuna chakula ameenda ama fruits. Wa boost kidogo. Ningeomba hiyo serikali wajaribu waangalia wale nini, yani wanao jaribu wana bado wana fight. Okay. Kwa sababu mtu amepewa dawa pengine pale nyumbani hana chochote. Ataenda akunywa ile dawa peke yake. Sasa zile dawa ndio zitarudi zimuue na njaa. Mwili hauna nguvu na immunity. Na immunity inaboostiwa na chakula. Hiyo langu ningeomba sana kwa niaba ya wenzangu. Yes. Na safari ni mrefu. Na naomba wa Kenya, ukipata mtu mgonjwa usikie ni saratani. Unajua kabla haijakuhit ama haijahit mtu wenyu, hautajua. Wa Kenya wamejitokeza sana. Na kuna wale philanthropists tunawaona. Wanajaribu kusaidia wenzetu. Lakini na wao take advantage. Kuna wale wanaenda wanachangisha badala yule mgonjwa anufaike ama imsaidie. Unakuta amechangiwa hata mamilioni. But kumbe kuna ile advantage wana take. Ile pesa pengine ule anapata hata quarter, yeye anabaki na 3/4. Mungu mwenyewe anaona yale anafanya. Juu yule mtu anahitaji kusaidiwa, leo unaenda kubado kuteka advantage yake. Hiyo ndio ningeweza kuambia wale philanthropists wanajiingiza kwa viatu ya kusaidia. Saidia to the fullest. Ndio hata wakati hata wewe utapata ile shida, hutakumbukwa na mabaya. Ukumbukwe na mazuri. Alright. Asante, shukran sana Bi Nancy Milanoi. Asante, bila shaka bado tunakusherehekea. Tunasema kwamba wewe ni shujaa pia. Ni vile tu hatuna tuzo kama ya rais, lakini tungekupatia hata sisi pia tuzo ya Radio Maisha. Kwa hivyo neno lako la mwisho labda tukimaliza your parting shot. Nina salamu mingi sana naambiwa, unajua ni kama Radio Maisha inasikizagwa na walia kote sio walia pekee. Wanasalimiana sana huko. So ninafaa kusalimiana pia. Salamu, tuma salamu kwa wale ambao wanategea. Najua kwamba jumbe umetumiwa nyingi, kwa hivyo wataje jamani. Nitawataja nikianzia na my lovely daughter. Najua anasikiza wakiwa na rafiki yake anaitwa Winnie. My daughter alinisaidia sana, nampenda sana, na pia hata yeye ni shujaa. Tumepigana hii vita pamoja. My son, kuna watoto wako nyumbani wangu wananisikiza sasa, ni likizo, wamefunga mashule na wajukuu wale wako kwa nyumba. My dad and my mom. Kuna mashujaa wangu pia Josh, kuna Enos ananisikiza kutoka Naivasha. Kuna pia shangazi ule wa Fardosa. Ananisikiza huko Turkana. Nafurahia sana kuwa wa Radio Maisha. Mungu awabariki. Pia Wakenya wameungana tena. Nimepangiwa dina. Wow, amazing. Hapo kanisa ya SDA. Tarehe 27. Wakenya bado wanataka kusimama na mimi. Vile na pia hata mimi nategemewa. Hata mimi nategemea saizi Wakenya wanisupport. Mimi ni mama widow. Na niko na watoto ambao sio wangu, ni wetu wote. Kwa sababu mtoto akibaki yatima ni wangu na wako. Wakati nachangiwa juu ya mahitaji ya ugonjwa, mimi pia naenda na walisha. Unalisha wale wengine. Saa ingine hawana nguo, hawana viatu. Na kama kuna mtu ananisikiza ako na nguo za watoto, viatu, tembelea Mama Nancy, niko na watoto. Na pia hata na chakula. Kwa sababu watoto ni mimi wanategemea. Mimi mwenyewe sina ati riziki ya kazi. Ni ile tunatoka kujituma. Na bado mwili ya afya yangu bado inaendelea kukua. Hii dini inafanyika tarehe gani? Na 27 of August this month. Pale kanisa SDA. Naitwa Nairobi Central. Mimi si MSDA but ni wa marafiki wenye wanajua ile kazi Mama Nancy anafanya. Wamejitolea sasa. Pale nyumbani pengine wamechanga
tumeshika sana mpaka sasa. Wao wa Nairobi wamesema Kenyans tukuje Nairobi tumsaidie mama Nancy. Okay. Na iwapo kuna msikilizaji ambaye anasikiliza ama Mkenya ambaye anasikiliza, hii support inatolewa vipi? Kuna namba yangu ya simu na kuna paybill ya treatment ambayo sasa ndio inanisaidia kwa hiyo journey. Paybill, lakini namba yangu ndio nimeshika sana. Sijui kama naweza pea. Tupatie. Ni 0722 150 363 na naweza kualika kabisa 0722 150 363 Nancy Milanoi. Okay. Yes. Asante sana Nancy, shukrani sana na endelea kuwa shujaa. Na asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya hata kuwashika wengine mkono ili kuweza kutembea nao hawa watoto ambao unaendelea kuwalea. Good work, keep it up. Thank you. Tunakutakia kila laheri Bi Nancy, na Mwenyezi Mungu aendelee kukupa moyo huo ujasiri huo na katika safari yako ya kuendelea kupambana na ugonjwa wa saratani. Pia bila shaka tunasema kwamba Mwenyezi Mungu, madaktari wanaweza wakatibu na binadamu tunaweza tukatumia madawa, lakini anayeponyesha ama anayeponya ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pia endelea kushikilia Mwenyezi Mungu. Yes, nataka kuambia ndugu zangu pengine wako kwa kitanda, waamuke. Kansa sio kifo. Unaweza hata enda bado miaka 30. Jikubali, amuka, jitie nguvu, usione kifo mbele yako, ona uponyaji. Asante. Asante. Bila shaka Bi Nancy Milanoi, wish you all the best mama. Thank you. All right.